G55 walichokuwa nauliza, hivi mkakati ni gani wa kuzuia huo uchaguzi? Mimi ngoja niwaambie hilo swala la kutoshiriki. Unajua, kusema utazuia uchaguzi ambao huna uwezo wa kuzuia, maana yake unataka CCM apite bila kupingwa. Kwa sababu si utazuia, si uchaguzi utaendelea, si utashiriki wewe, maana unapita bila nini? Bila kupingwa. Ndio maana yake. Hiyo tafsiri pana bado Watanzania hawajaiona, kwa sababu wewe kama ni kiongozi ukatuaminisha kwamba tutazuia uchaguzi, hutupatii mkakati wa kuzuia uchaguzi, maana yake usipozuia utaacha CCM apite bila kupingwa. Nani msaliti? Nani anaweza kuwa amenunuliwa na CCM? Anayetaka tushiriki uchaguzi ili tupambane nao, tuende kwenye kituo. Kama wakala wetu wanaondolewa, mgombea na wanachama waende wakapambana kituoni kuzuia uchaguzi. Lakini wewe unasema tuzuia uchaguzi, tusishiriki, lakini tuzuia uchaguzi. Unazuiaje? Majibu hayapo. Watu wakihoji wanakuwa wasaliti, wanafukuzwa. Hatuwezi kukubali chama kiuawe namna hiyo. Kwa hiyo nani? Lakini viongozi kufukuzwa bila kufuata katiba. Nimesema. Kwa mfano, John Mrema yupo hapa, amefukuzwa na tawi. Lakini angalia, amefukuzwa na tawi, barua ya kumfukuza imetolewa nakala kwa katibu mkuu. Maana yake, tafsiri yake ni kwamba ile barua iliandikwa na katibu mkuu. Maana yake maelekezo yalikuwa ya ofisi ya katibu mkuu, ndio aliyeelekeza afukuzwe. Kwa sababu katiba ya chama, kanuni za chama, kifungu cha 7.1.1 kinaeleza namna gani taarifa kutoka ngazi za chini zinatolewa, kwamba taarifa kutoka kwenye msingi itatolewa, bosi wao ni tawi. Taarifa ya tawi itatolewa kwenye kata, na taarifa ya kata itatolewa kwenye jimbo na kadhalika. Maana yake kama ni nakala ya barua ya kata ya tawi linajulisha kata kwamba tumemfukuza Mrema, nakala ilibidi ipelekwe kwenye kata, lakini imepelekwa kwenye ofisi ya katibu mkuu na wameipokea, na ofisi ya katibu mkuu ikaendorse, ikasema tumepokea na tumeiweka kwenye faili, na wakaisambaza. Maana yake kwa lugha nyingine ni ofisi ya katibu mkuu ndio inayeratibu matawi yafukuze watu. Sasa wangapi watafukuzwa na wangapi wataachwa? Wangapi watafukuzwa na wangapi wataachwa? Kwa hiyo kuna Patrick Asenga. Patrick Asenga ni mtunza hazina wa kanda. Mamlaka yake ya nidhamu kwa mujibu wa kanuni za chama, mamlaka yake ya nidhamu ni kamati kuu, lakini ameandikiwa barua na tawi ya kutaka ajieleze. Hivi tawi linaweza kumwandikia mtunza hazina wa kanda ili aende kwenye tawi akajieleze kuhusu makosa yake ya kimaadili? Na kanuni zinaeleza kwamba kamati kuu ndio yenye kazi hiyo. Maana yake ukifanya hivi, na ndio nasema kwamba hiki chama kinakokwenda ni kubaya. Ukifanya hivi, maana yake ukiwa mbunge wa Chadema hutakuwa salama. Tawi linaweza likakuandikia barua likakufuza wanachama. Maana yake ukiwa mwenyekiti wa Chadema kama Lissu leo hayuko salama. Anaweza akatoka katibu mmoja pale Ikungi akamfukuza wanachama. Si ndio hivyo? Si ndio tumeruhusu sasa matawi yafukuza watu wanachama? Na tunataka kusema kwamba ndio katiba yetu inavyosema. Mnyika inaweza akatoka mtu pale Kibamba katibu wa tawi akamfukuza wanachama. Ndio maana yake. Ni kweli twende namna hiyo na sisi tunyamaze kwamba kwa sababu walichaguliwa? Haiwezekani. Haiwezekani. Wanachadema kataeni haya mambo, kwa sababu Waswahili wa pwani wanasema ukiona jirani ananyolewa za kwako tia nini? Maji. Maana yake na wewe usipotia maji utanyolewa kafukavu. Kwa kadiri
wanavyofukuza watu kinyume cha taratibu, na wao unaunga mkono, na kesho na wao utafukuzwa vile vile kinyume cha taratibu. Hakuna katiba ya Chadema inayoruhusu kiongozi yoyote yule achukuliwe hatua na tawi, kiongozi angalau kiongozi, kwa sababu katiba imefafanua mamlaka ya nidhamu. Mamlaka ya nidhamu ya ngazi ya msingi ni tawi, mamlaka ya nidhamu ya tawi ni kata, mamlaka ya nidhamu ya viongozi wa kata ni jimbo, na kadhalika mpaka unakwenda kamati kuu kwa ngazi ya kanda, isipokuwa kamati kuu kwa ngazi ya kanda. Sasa tunafanyaje mambo ya namna hii? Mtunza hazina wa kanda ya kaskazini naye ameandikwa barua na tawi. Ni mwenyekiti wa BAWACHA wa mkoa wa Kilimanjaro anaelekezwa, tena anaelekezwa na mtu ambaye hata sio mwanachama. Katibu wa jimbo anaelekezwa fukuza fulani. Mtu yuko nje ya nchi anaelekeza katibu wa jimbo. Kwa hiki chama kuna watu wana mamlaka ya kuelekeza tu, hata kama sio wanachama wa Chadema wanaelekeza tu. Hiki chama kinaongozwa na kila mtu sasa hivi. Mnaona nyie kwenye mitandao. Kuna watu wala sio wanachama, ni wanachama wa CCM, wamekuwa wakubwa kuliko viongozi wa Chadema, wanatoa maelekezo kwenye Chadema. Na wengine wanasema mpaka wapewe taarifa nani kafanya hili jambo. Sio mwanachama wa Chadema. Hii sio Chadema tuliyojenga, na hatuwezi kunyamaza kimya, na hayuko wa kutunyamazisha.